lina kichwa kinachosema usikubali malango yako kufungwa. Usikubali malango yako kufungwa. Na kabla tujaenda sana, tungetamani kwanza kufahamu aina za malango. Pamoja na kufahamu aina ya malango, kazi ya malango. Pamoja na kufahamu kazi ya malango, malango ni nini? Naomba nirudie. Kichwa kilichobeba somo yetu inasema usikubali malango yako kuwa wazi. Lakini ndani ya somo hili tutajifunza aina ya malango, kazi ya malango, maana ya malango. Ya mwisho tutajifunza nini kinachosababisha malango yako yasiwe wazi. I don't know ya kwamba itachukua siku ngapi. Kitabu cha Isaya mlango wa 60 mstari wa 11. Kitabu cha Isaya mlango wa 60 mstari wa 11. Malango yako nayo yatakuwa wazi daima, hayatafungwa mchana wala usiku, ili wapate kukuletea utajiri wa mataifa, na wafalme wao waongozwe pamoja nao. Nataka uone kitu kwenye mstari huu. Anasema malango yako, sio mlango, malango. Maana yake kila mwanadamu awe ameokoka ama hajaokoka, kuna malango Mungu ameachilia kwenye maisha yake. Na kazi ya malango, anasema kwa nini yanatakiwa kuwa wazi. Maana yake tafsiri ya kusema malango yako yatakuwa wazi, maana yake malango yako hayatafungwa. Kwa sababu malango yako yakifungwa, kile Mungu alichokusudia kupitisha kwenye malango yako haitapita. Kwa sababu malango ni eneo la kupokelea, ni eneo la kupitishia. Tutaangalia kibiblia, utaona. Kabla ya kwenda mbali sana, tuone tafsiri ya mlango. Ni pito la kutokea, ni pito la kuingilia. Narudia, tafsiri ya mlango ama malango ni pito ama ni lango la kuingilia au ni lango la kutokea. Katika sura ya kawaida hakuna boma lisilo na malango mawili kama yakipungua. Lina lango la kwanza ambalo kila mtu anaweza akalipitia. Kwa lugha ya kawaida wanaita geti. Lakini unapoingia kwenye geti utakutana na nyumba. Nyumba ile ina mlango wa kwanza unaoonekana
ambao unaweza ukampokea kila mtu. Twende taratibu, tanielewa. Lakini pia mlango ule wa nyumba si kila mtu anaweza akaingia, maana si kila mtu anayekujaga kwako unamkaribisha ndani, si kila mtu. Kuna mwingine mnamalizana naye nje, ila amefanikiwa kuingia kwenye lango kubwa linaloitwa geti. Sio kama nilielewa vizuri. Lakini anapofika ndani ya mji, kuna mambo mawili: kuna kuingia ndani ama kuto kuingia ndani. Inategemea na utaratibu wa mtu kwenye mji wake. Okay. Anaweza kafanikiwa kuingia ndani, lakini akaishia makutano ama sebuleni. Na ndani ya nyumba, licha ya kwamba kuna lango la kwanza tunaloita mlango, ndipo unapoingia kwenye nyumba unakutana na kitu kinachoitwa milango. Inategemea nyumba yako ina rumu ngapi, lakini kila rumu ina mlango wake. Ambaye kazi ya ule mlango ni kumruhusu mtu kuingia na kutoka, lakini namba mbili, kazi ya ule mlango ni kulinda usalama wa kile chumba. Ni kulinda usalama wa kile chumba. Tutaenda tu. Ukimkabidhi binti yako chumba, hata kama hana vitu vya thamani, lakini utashangaa ukishamkabidhi atafunga kile chumba. Umewahi kujiuliza kwa nini? Kwa sababu ni chumba chake. Kwa hiyo hahitaji mtu yoyote kuingia pasipo ridhaa yake. Maadamu umeshamkabidhi, ni chumba cha binti ama ni chumba cha kijana. Kitu anachokifanya ni kufunga kile chumba, kwa sababu mlango ni ulinzi, ambaye kazi yake mlango ni kutoruhusu kitu kisichohitajika kuingia pasipo ridhaa ya mwenye chumba. Nimekuanzia huko nielewe. Okay. Sasa katika ulimwengu wa roho kuna mlango na kuna milango. Na milango hii ipo kwa sababu ya kuoperate maisha ya mwanadamu kiroho kuja katika ulimwengu wa kimwili. Kama vile milango ya kawaida inavyolindwa, kama vile milango ya kawaida mtu asivyoruhusu kila kitu kuingia, hata katika ulimwengu wa roho, milango inayofahamika katika ulimwengu wa kiroho, si kila kitu kinatakiwa kuingia na si kila mlango unatakiwa kuwa wazi. Mungu nisaidie wakuelewe. Anasema malango yako yatakuwa wazi. Maana yake kila mtu ana malango ya kwake ambaye Mungu anatumia kupitishia kitu kufika kwenye maisha yake. Sasa kuna malango ambayo unayaruhusu kuwa wazi, lakini kuna malango unatakiwa kuyafunga, kwa sababu mlango una uwezo wa kuathiri maisha ya mtu na mlango unaweza kutengeneza maisha ya mtu. Umeelewa? Narudia. Malango yanaweza kuathiri maisha ya mtu, lakini mlango huo huo ina uwezo kutengeneza maisha ya mtu. Sasa inategemea malango yako yanapokuwa wazi, nini kinachopitia, nini kinachotoka, nini kinachoingia. Maana kinachoingia kinaweza ikaathiri ama inaweza ikatengeneza. Okay. Anasema yawe wazi
ili wapate kukuletea utajiri wa mataifa. Lango ni eneo la kupitishia mafanikio yako. Lango ni eneo la kupitishia mafanikio yako. Kuna watu wanaishi maisha fulani mpaka leo, si kwa sababu walitaka kuishi hayo maisha. Tatizo ni malango yao. Aidha yalifunguliwa malango mabaya kwenye maisha yao, kukawa na vitu vilivyopita kwenye yale malango yakaenda kuathiri maisha yao. Umewahi kujiuliza kwa nini mipaka inalindwa kuliko kila kitu Tanzania au nchi yoyote ile? Mipaka inalindwa, hujawahi kuona? Kusudi la kulinda mipaka, moja, wanajua mipaka ni lango la kupitishia uharibifu ama la kupitishia neema, lakini sehemu kubwa ni eneo la kupitishia uharibifu kwa watu wengine. Kwa hiyo serikali inawekeza sana kwenye mipaka yote niliyepita mimi. Unakuta ulinzi haujawahi tokea, lakini lengo lao kwa nini? Wanajua lango hili wanaweza wakapitia watu wabaya na wanaweza wakapitia watu wazuri, na watu wabaya mara nyingi wanaangalia lile lango dhaifu. Niliwahi kusikia mtu tukisafiri kwenda nchi fulani, akaniambia sipendagi kupitia mpaka fulani. Nikamuuliza kwa nini? Akasema ule mpaka ni hatari sana, unakaguliwa mpaka kiatu. Na ni kweli. Kwa hiyo akanitajia mpaka ambao hauna ukaguzi sana. Nikagundua ule mpaka ni lango ambalo watu waharibifu huwa wanapenda kupitishia vitu vya uharibifu. Lakini si kwamba serikali haioni, inaona. Okay. Kama lango ni eneo la kupitishia baraka au la kufikishia mafanikio yako, lango linahitaji ulinzi dhidi ya roho zilizo kinyume na maisha yako. Naomba nirudie. Kama lango ni eneo la kuingizia baraka ama kukufikishia kwenye ndoto yako, tunasema lango linahitaji ulinzi dhidi ya roho za uharibifu dhidi ya ndoto zako. Yaani lango lako unahitaji kulilinda sana, kwa sababu kuna mtu anatafuta hilo lango kulifunga, ambalo Mungu anataka liwe wazi daima ili kukuletea utajiri wa mataifa. Kwa hiyo kusudi la lango lako liwe wazi ili Mungu anapotaka kuachilia baraka likute lango lako liko wazi. Mathayo 16 mstari wa 18. Mathayo 16 mstari wa 18. Nataka tuweke msingi kwanza. Maandiko yanasema kwenye mstari wa 18, nami nakuambia wewe ndiye Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, wala malango ya kuzimu haitanishinda. Sasa hapa tunaanza kuona aina ya malango. Kuna malango inaitwa malango ya nini? Ya kuzimu. Tuongee pamoja. Tunaanza kuona aina ya nini? Ya malango. Yesu anazungumza na wanafunzi, lakini akimwelekea Petro anamwambia, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa ambalo malango ya kuzimu haitanishinda.
Maana yake malango ya kuzimu inashindana na malango ya kanisa. Malango ya kuzimu inashindana na malango yako wewe mwenye haki. Malango ya kuzimu iko kinyume na malango yako. Sasa anaposema malango ya kuzimu, haijasema mlango wa kuzimu. Maana yake kuzimu kuna malango mengi, ambaye malango hiyo kazi yake ni kuwa kinyume na malango ya kanisa. Tafsiri ya kanisa maana yake ni mtu aliyeokoka. Sasa malango yale yapo kinyume na wewe ili usifanikiwe, inaitwa malango ya kuzimu. Sasa kumbuka, kama kuna malango ya kuzimu, kuna malango ya mizimu. Mizimu ni malango, tunaweza kuingia malango. Mizimu ni malango. Ukiona unaota ndoto za watu waliokufa miaka imeenda imerudi, maana yake malango ya mizimu iko wazi kushindana na wewe. Na watu wengi wameokoka, lakini wanateswa na ndoto za mizimu. Malango ya mizimu ndio iko wazi kwako. Saa ingine unaota uko na mtu ambaye amekufa, mnakaa kikao pamoja, anakupangilia namna ya kuishi kwenye maisha. Mama moja alikuja akaniambia, saa ingine natokewa na baba yangu, ananiambia huyu mwanaume hutawahi weza kuishi naye, na ameshakaa naye kwenye ndoa miaka 10. Nikamuuliza, baba yako vipi? Akasema, babangu ameshakufa miaka 15 iliyopita. Lakini saa ingine anasema ananitokea. Maana yake malango ya mizimu iko wazi kuvaa sura ya baba yake ili kumtesa huyu ndani ya ndoa. Kwa haya malango ya mizimu yanahitajika kuchukuliwa hatua ya kufunga kwa njia ya maombi ili yasiendelee kuwa na mawasiliano na wewe. Tunakwenda pamoja? Kitabu kile cha Methali sura ya 31 mstari 23. Kitabu cha Methali sura ya 31 na mstari ule wa 23. Tunazungumza juu ya malango. Nirudie kwa wale wanaoandika. Methali sura ya 31 mstari wa 23, maandiko yanasema, mume wake hujulikana malangoni, atokapo pamoja na wazee wa nchi. Sio wazee wengine, wazee wa nchi. Nachotaka uone ni nini hapa? Malango ni utambulisho wa mtu. Narudia tena, malango ni utambulisho wa maisha ya mtu. Anasema na mume wake hujulikana malangoni. Yaani malango yana uwezo wa kutambulisha maisha ya mtu. Mume anapotoka malangoni pake ili akakae pamoja na wazee wa nchi, mlango aliyoutokea unamtambulisha alivyotoka. Akitoka nguo zimejikunja, akitoka na hasira, akitoka hajaoga, akitoka hajavaa vizuri, inachotazamwa ni malango, inaitwa lango la mke. Automatically watu watajua alikotokea ni pabaya, hakapako vizuri. Sijui kama unaanza kunielewa. Anasema na mume hujulikana malangoni. Mlango ni utambulisho wa maisha ya mtu. Kwa kama lango la familia haliko sawa, hata maisha ya mtu haiwezi kuwa sawa.
Kwa hiyo tunapojifunza kutoruhusu malango yako yafungwe, lazima uangalie ni malango ya namna gani yawe wazi na yapi yahitaji kuwa wazi. Baada ya kuona malango ya kuzimu na malango ya mizimu, nataka tuone kitu kinachoitwa malango ya miguu. Malango ya miguu. Kila mtu ana miguu, kila mtu. Miguu ni lango la kumiliki. Narudia. Miguu ni lango la kumiliki. Sasa kama miguu yako imekamatwa kwenye ulimwengu wa roho, maana yake imekamatwa miliki yako. Kitabu cha Joshua. Nataka tuende kimaandiko. Hiyo ni aina ya tatu ya mlango au malango. Kitabu cha Joshua sura ya 1 mstari ule wa 3. Anasema, kila mahali mtakapokanyaga kwa nyayo za miguu yenu, nimewapa ninyi kama nilivyomwapia Musa. Narudia. Kila mahali mtakapokanyaga kwa nyayo za miguu yenu, nimewapa ninyi kama nilivyomwapia nani? Musa. Sikiliza vizuri. Kwa nini anazungumza habari ya nyayo? Na habari ya nyayo anatuonesha iko kwenye miguu. Maana yake pasipo miguu hakuna nyayo. Umewahi kufikiri kwa nini wachawi sana wanang'ang'ana kuchukua nyayo za mtu na hawachukui nyayo ambayo mtu amevaa kiatu? Kwa sababu wanajua mguu wa mtu ni lango la kumiliki mahali Mungu amekusudia. Sikiliza vizuri kibiblia. Kila mahali utakapofanikiwa kuwepo, kama lango la miguu yako liko sawasawa, anasema nitakupa kuimiliki. Na ndio anasema mahali ambapo nyayo za miguu yenu itakanyaga nitawapa ninyi. Hii ni kuonesha miguu ni lango la kumiliki. Sasa siwezi kujua miguu yako imesemewa nini, mimi sijui. Niliwahi kuwafundisha namna ambayo miguu inafungwa. Anasema wamenifunga miguu yangu kwa makatala. Na ndio sababu kwenye somo la kufunguliwa miguu, maandiko yanasema baada ya Lazaro kutoka kaburini, naye akatoka yule aliyekuwa amefungwa leso usoni na mikononi na miguu yake hana uwezo wa kutembea. Kwa hiyo lango la miguu likifungwa, maana yake hutawahi kumiliki chochote kwenye maisha yako. Kanisa, unanielewa? Lango la miguu likifungwa, maana yake hutawahi kumiliki chochote kwenye maisha yako. Itakuwa inapita kwenye mikono yako, inapotea. Utawatajirisha wengine, lakini wewe hutawahi kuwa na chochote cha kwako utakachomiliki. Kwa nini? Lango la miguu yako. Utafanya kazi toka utoto wako mpaka unafikisha miaka 70, huna chochote ulichowahi kumiliki kwenye maisha yako. Si unaona watu kama hao? Nauliza kanisa, si mmewaona? Mpaka unashangaa saa nyingine, hivi kwenye ujana wao hawa watu walikuwa wapi? Ni kwa sababu malango ya miguu yao ilifungwa na hawajapata namna ya kujitoa kwenye malango hayo, hawajapata namna ya kutoka kwenye hiyo mitego. Daudi anaandika, anasema wamenitegea miguu yangu mitego ili waninase. Kwa nini watege kwenye miguu? Kwa sababu wanajua miguu ni lango. Niliwahi kusema ukifungwa miguu, hata furaha ya kufanya kazi yako unakuwa huna, ni mzito. Kuna mtu mmoja
Nilifanyia huduma ya maombezi ya ukombozi. Alitupiwa roho ya kukataa wateja dukani kwake. Unajua kukataa wateja? Na unajua alitupiwaje roho? Alitupiwa roho ya hasira na majibu mabaya juu ya wateja. Kwa hiyo mteja anapokuja, anasema anashangaa, kabla ya mteja kuja yuko zake tu, lakini ghafla mteja anapokuja, ghafla anasikia kumjibu kikero tu kwa hasira, hayuko wili kumjibu kama inavyotakiwa mteja. Mteja anakasirika, saa ingine ananunua, anaondoka kwa sababu hicho kitu hakukosa mwingine. Lakini anasema mteja anapoondoka, nafsi yangu inaanza kuumia. Kwa nini nimemjibu hivi? Hicho kitu kilimtesa zaidi ya miaka 4. Anasema kilichommaliza sana mpaka akaamua kuja kwenye maombi. Anasema alikuja mteja, alikuwa anahitaji kitu kama cha milioni 2. Ana ofisi kubwa na alikuwa amekaa tu. Alafu kuna swali yule mteja ameuliza, akaniambia unaweza ukaenda kununua mahali pengine, na alikuwa hajauza toka asubuhi. Sasa akafikiri kwenye maisha yake, akaanza kuona hiki sio kitu cha kawaida kwangu. Watu wanaomba Mungu awape wateja, Mungu ananiletea mimi alafu na wajibu. Hii tatizo liko wapi? Akaamua kutafuta maombi ili apate majibu, maana maombi analeta majibu ya vitu vilivyojificha. Na kadri ambavyo tulipata nafasi ya kuongea naye sana, tukamwambia tuombe, maana hata mimi sijui. Wakati tumeingia kwenye maombi, tumeanza kuvunja madhabahu na vifungo, akalipuka mapepo. Yale mapepo yakasema, sisi tumehakikisha hatauza wala hatawahi kumiliki. Si ndio tumepachika roho ya hasira ndani yake na majibu ambayo hayafai. Tukayakemea yale mapepo, yakaondoka. Alafu nikamwambia, mapepo yameondoka, ulikuwa naye? Maana sema ni kitu tu kimemvamia, hakuwa na hiyo tabia, imemvamia tu. Kwa hiyo mlango wako unaweza ukafungwa na mapepo pasipo kujua. Yaani hali yako ulionayo unaweza ukafikiri ni hali ya kawaida, lakini kuna uvamizi ambao imeingia kwenye maisha yako. Tukaomba kwa ajili yake, na kwa sababu alikuwa hajaokoka tukamwongoza sala ya toba, alafu akaendelea. Leo Mungu amemuinua kwa viwango vingine vikubwa sana, haijawahi tokea. Saa ingine anatuma hata sadaka, ananiambia baba, saa ingine nahudumia mpaka nashindwa kuhudumia. Hata saa ya kwenda kwenye maombi saa ingine lazimika tu kufunga. Kwa nini? Kwa sababu mlango umefungwa wa kwake kumiliki vitu vyake kwa njia ya kutamka maneno mabaya juu ya wateja wake. So kuna watu Mungu anawabariki. Mwe kumuitia mtu kazi alafu anakuambia sina nafasi. Na wakati watu anaomba kazi, alafu unamuitia mtu kazi anakuambia sina nafasi. Huyo mtu sio yeye. Kuna mahali ambapo lango lake la kumiliki limefungwa. Akae kwenye hali hiyo hiyo. Wakati wengine wakiinuka, yeye anabaki pale pale. Wakati wengine wakimiliki vitu vyao, yeye anabaki kutokumiliki, anabaki kuwa mtumwa wa watu wengine. Sikiliza, sio mapenzi ya Mungu uwe mtumwa wa mtu maisha yako yote. Ni mapenzi ya Mungu ufike kiwango cha wewe kumiliki na wewe kuajiri. Hayo ndiyo mapenzi ya Mungu. Unaweza usinielewe. Mapenzi ya Mungu sio kwamba wewe uwe mtumwa miaka yote. Mapenzi ya Mungu ufike kiwango cha kuwa na cha kwako unachokimiliki wewe kama miwe. Lakini utamilikije kama lango la miguu limefungwa? Ndio sababu wachawi wanang'ang'ana kutafuta nyayo za watu. Maana yake wanajua wakisemea hiyo nyayo wamekamata miguu yako. Tuangalie aina ya 4 ya lango. Hilo ni lango la 3 nimekwambia. Lango la kwanza ni malango ya kuzimu, lakini lango la pili ni malango ya mizimu, lango ya 3 ni miguu. Miguu ni lango la mtu. Lango la 4 ni mikono. Mikono ya mtu ni lango au ni malango.
mikono ya mtu ni malango. Na mikono ina uwezo wa kupokea na ina uwezo wa kuachilia. Hujawahi kusoma Biblia kwa nini maandiko yanazungumza sana juu ya mikono kwa maeneo tofauti tofauti? Maana yake mikono ni malango. Kwa wale watu wa dunia au wale wasoma nyota, wanapotazama mkono wa mtu kwenye kiganja, wanasoma na wanaelewa juu ya mistari iliyochorwa kwenye mikono yake kwamba kuna mistari ya kuingiza lakini haitoi, kuna mistari ya kutoa lakini haipokei. Kwenye alama zilizo kwenye mkono wako kuna mistari ambayo zimeblokiwa, haina uwezo wa kutoka. Hao ni wasoma nyota, na ndio sababu kila msoma nyota yoyote wa dunia hasomi nyota pasipo kuangalia viganja vya mikono ya mtu. Kwa hiyo kupitia mikono mtu unaweza ukapokea mema ama ukapokea mabaya, kwa sababu mikono ni lango. Sijui kama unanielewa ninachosema. Corona ilipoingia, ilihakikisha milango miwili inaathirika. Utaenda kuona. La kwanza, ilihakikisha mikono yetu haitasalimiana. Tukapewa tangazo tusisalimiane. Kwa nini? Kwa mikono. Kwa sababu tukisalimiana kwa mikono tunapokea ugonjwa, na tukatii, tukang'ang'ana. Maana yake ni lango la kupokea uharibifu, lakini hapo hapo ni lango la kupokea mema zaidi. Nini tulichokuwa tunafanya ili tusipokee korona? Tuliletewa takasa mikono. Yaani lengo lote la kutakasa mikono ilikuwa ni lengo la kuzuia uharibifu usipitie kwenye lango la mikono. Sijui kama unanielewa kanisa nachosema. Nataka nikupeleke kimwili nikulete kiroho. Sasa katika ulimwengu wa roho, mikono ni lango linalopitisha baraka za mtu. Miguu ni lango la kumiliki, lakini mikono ni lango la kupitishia baraka. Mungu hutumia mikono ya mtu kubariki maisha yake. Mazungumzo ya kwanza, Mungu anasema katika Mwanzo sura ya 1, alipoona kila kitu ni sawa, akaweka mikononi mwa Adamu. Mikononi, sio miguuni, mikononi. Oh, Mungu nisaidie. Kitabu cha Marko sura ya 16. Marko sura ya 16 na mstari ule wa 18. Kumbuka tuko lango la 4. Mstari wa 10 anasema, au tuanze automatically tuende 18. Watashika nyoka hata wakanywa kitu cha kufisha, haitawadhuru kabisa. Nataka uone hiyo point. Wataweka mikono yao juu ya wagonjwa, nao watapata afya. Si kama unaona hicho kitu? Wataweka mikono yao. Sasa jiulize hili swali. Kuna uhusiano gani wa kuweka mkono juu ya mtu alafu yule mtu akapona? Maana yake mkono ni lango Mungu analopitisha kufanya kitu kwenye maisha ya mwanadamu. Ndio sasa akasema wataweka mikono juu ya wagonjwa. Sasa haionyeshi kama tutaweka alafu tukaomba, lakini unapochukua hatua ya imani ya kuchukua mikono yako ukaweka juu ya mtu, anapona, kumaanisha mikono yako ni lango la kupitisha uponyaji juu ya mtu. Wasomaji wa Biblia mnafahamu kwenye kile kitabu cha Mwanzo sura ya 24, kama hujui pia utaelewa. Wakati Ibrahimu
anamtuma yule mtumishi ama mfanyakazi wa nyumbani kwake kwenda kumwolea Isaka. Biblia inasema Ibrahimu akamwita yule mtumishi, akamwambia lete mkono wako, akamwambia weka juu ya paja langu mkono wangu. Alipoweka juu ya paja la Ibrahimu, maandiko yanasema Ibrahimu akamwapisha kupitia huo mkono, ya kwamba kupitia mkono huu ulioweka juu ya paja langu na kupa kiapo kwamba hutamtolea Isaka mwanangu katika nchi hii, ila utaenda mpaka kwa fulani. Lakini achana na yule kwenda kule kwa kina Rebeka. Cha kwanza, kwa nini anachukua mkono wa mfanyakazi alafu anaweka juu ya paja lake? Maana yake kuna uhusiano wa ule mkono na maneno ambayo Ibrahimu anatamka. Kanisa, unanielewa? Ndio sababu mtu yoyote anapotaka kuchauya mikono yako hushika mkono na kuanza kusema kitu. Mkono una mawasiliano na mkono wa mtu mwingine, ina uhai ndani yake. Kabila letu lilikuwa linapenda kumpa kila mtu kichwa, kila mtu. Ukimwona ametokea kwa geti unakimbiza kichwa mpaka unataka kuanguka. Lakini kadri siku zinavyokwenda, hata si uko mjua Mungu, kuna mwingine akiwekewa mkono kichwa kinaanza kuuma, halafu anawauliza wazazi, unauma na kichwa, uliwasalimia nani? Mtoto anaeleza, wazazi wanaanza kunoti, hata pengine hawajaokoka. Kwa hiyo kadri ambavyo watu walikuwa wanawekewa vichwa, mtu baba anaanza kuwafundisha. Ni kama mimi nimewafundisha watoto wangu, kwa sababu kwenye jamii yetu anayeweza sasa kumpa mtu kichwa peke yake ni mtoto wa kike kwetu. Sasa mtu peke yake ambaye mwanangu wa kike anampa kichwa ni mama yangu mzazi na babu yake angekuwepo, lakini wengine wote anaweza akawapa salamu ya kawaida. Tuko pamoja. Kwa nini? Kwa sababu ule mkono ni lango. Kuna watu wengi wamepata magonjwa kwa sababu ya kuwekewa tu mikono na watu, na ndio sababu Yesu anamfundisha, Paulo anamfundisha Timotheo, anamwambia usiwe mwepesi kuwawekea watu nini? Mikono, kwa sababu kuna nguvu inatoka kupitia kwenye mikono yako inaenda kwa watu. So ayamkini kinachokutesa wewe ni mikono uliyewekewa. Kila mahali ulikimbiza kichwa chako. Na ndio mara nyingi nawafundisha, si kila mhubiri wa kukuwekea mikono. Simama wakati mwingine kwenye imani yako. Wewe kila mahali unakimbiza kichwa. Mikono ni lango, imebeba roho. Na ndio sababu Yakobo anaandika, anasema itakaseni mikono yenu. Yakobo sura ya 4. Itakaseni mikono yenu ninyi waovu. Why? Kuna uhusiano gani kutakasa mikono? Kwa sababu mikono ni lango. Hivi wewe kama una akili vizuri, ghafla unatembea tu hapa, unakutana na mtu ambao hujui, alafu anakupa mkono, utapokea? Hajakutukana. Lakini ghafla unaona mtu anakuletea mkono, wewe kama wewe unasikia hofu. Swali langu ni hili, hofu ni ya nini? Maana yake ndani ya nafsi yako hofu inajengeka. Kwa nini? Hujui huu mkono umebeba nini na kwa nini anisalimie kwa mkono. Tunakwenda pamoja? Kwa nini anisalimie kwa mkono? Kwa hiyo mtu mwingine ana block kwamba kwa nini anisalimie na mkono. Sasa mimi sijasema tusalimiane na mkono, lakini nataka nikuoneshe kwamba mkono ni lango. Ndio sababu ukisoma kwenye kile kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura 28 mstari wa 18 ukaendelea pale, anasema nami nitabariki kazi ya mikono yenu. Sio ya miguu yenu, mikono yenu. Maana yake Mungu anapitisha baraka kwenye mikono yetu.
mikono yako imenenewa nini? Lango la mikono yako umeshughulikia kiwango gani? Haleluya. Ukisoma kwenye kitabu cha Isaya 35 mstari wa 3 linazungumza hilo lango la 4 la mikono. Isaya sura ya 35 rakapoko sheketele masaya 35 kwa wale ambao wanaandika, na mstari ule wa 3 anasema, itieni nguvu mikono iliyo dhaifu, ifanyeni imara magoti yaliyolegea. Mimi nachotaka nikutafutie tu hilo. Anasema itieni nguvu mikono iliyo dhaifu, kwa sababu mikono ni lango, linahitaji kutiwa nguvu ili isikae kwenye udhaifu, ili ipate mahali pa kupokelea baraka. Ukiendelea kwenye kile kitabu cha Ezra, ili tutoke kwenye hilo lango la 4, kitabu cha Ezra, ile sura ya 4 na mstari ule wa 4 anasema, ndipo watu wa nchi wakadhoofisha mikono ya watu wa Yuda, wakawasumbua walipokuwa wakijenga. Narudia, ndipo watu wa nchi. Tafsiri ya watu wa nchi ni watu ambao walikuwa kinyume na watu walikuwa wanajenga nini? Kwa hiyo adui anapotaka kushambulia maisha yako anaweza akatumia mikono yako ili kukudhoofisha. Ndipo watu wa nchi wakadhoofisha mikono ya watu wa Yuda, wakawasumbua walipokuwa wakijenga. Kwa hiyo target ya shetani alitumia kudhoofisha mikono ya watu, kwa sababu wanajua mikono ni lango la Mungu kuachilia baraka. Kwa hiyo kuna sababu ya kuomba kwa ajili ya mikono yako, kwa sababu ni lango, na lazima uangalie katika lango la mikono yako nini unachokipokea na nini unachokipeana. Kuna jamii moja, na sijui kwa nini wakawa hivyo, huwa mara nyingi nimejaribu kuangalia, hawakupi chochote kama wanakusaidia kwa mkono wa kulia. Mimi sijasema, nimeangalia kabisa mkono wa kulia hawakupi nacho kitu, wanakupa na mkono wa kushoto, kwa sababu wanaamini mkono wa kulia kwao utachukua vyote alivyo navyo. So wanakupa, ndivyo walivyojifunza kwenye ulimwengu wao wa kiroho, ya kwamba mkono wa kushoto ni wa kutoa kisicho na thamani, kwa sababu hana uwezo wa kupeleka. Pengine na umekutana na hawa watu, sijui. Tuangalie lango la 5. Aina ya lango la 5 ni macho. Macho ni lango. Macho. Lazima ujue kwamba macho yako ni lango la kuona umbali wa maisha yako. Macho yako yakikamatwa kwenye ulimwengu wa roho, maana yake lango lako la kuona limekamatwa. Tunakwenda pamoja. Kuna watu mpaka leo wamefika hali walionayo kwa sababu malango yao ya macho yamefanya nini? Yamefungwa. Kumbuka namzungumzia mtu wa ndani. Kuna macho ya rohoni na kuna macho ya mwilini, ambayo Paulo anaandika, anasema macho yenu ya rohoni na yatiwe nuru. Sasa adui anapokamata lango la macho, anakamata katika ulimwengu wa roho, sio katika ulimwengu wa mwili, katika ulimwengu wa roho. Na ukikamatwa katika ulimwengu wa roho, maana yake linakamatwa pamoja na lango la fahamu. Oh, Mungu nisaidie wakuelewe.
Kitabu cha Mwanzo sura ya 13. Nataka uone kitabu cha Mwanzo sura ya 13 mstari wa 14. Maandiko yanasema, Bwana akamwambia Ibrahim alipokwisha kutengana na Lutu, inua sasa macho yako ukatazame kutoka hapo ulipo upande wa kaskazini na wa kusini na wa mashariki na wa magharibi, maana nchi hii yote uionayo nitakupa wewe na uzao wako hata milele. Uionayo. Macho ni lango la kuona, na maisha yako yanaweza yakafanikiwa kulingana na lango la kuona limeona nini. Kumbuka, macho yanapoona inapeleka. Ubongo unafanya kazi ya kuchakata. Sasa ni nini macho yako inaona na inapeleka taarifa gani kwenye maisha yako? Sasa kuna watu ambao maisha yao yameathirika kutokana na kuona kwao. Maandiko yanasema aonavyo mtu ndivyo alivyo. Kwa sababu kuona ni lango, lazima ujue kwamba lango hili ambalo ni kuona linaona nini. Ayamkini lango lako la kuona limefungwa, kwa hiyo huwezi kuona sahihi. Umewahi kwenda mahali wewe unasema, yaani ningelikuwa hapa, alafu wakaanza kutumia lugha moja, nasema penye miti hakuna nini, wajenzi. Unajua tafsiri yake nini? Maana yake kuna vitu lakini watu hawaoni rasilimali kama hivyo. Kwa hiyo anapokuja mtu ambaye lango lake la kuona liko wazi, anakiona kile kitu. Mungu nisaidie wakuelewe. Lango la kuona. Lango la kuona linaweza likaleta uharibifu ama likaleta mema. Lazima ushughulike na lango la kuona. Tafsiri nyingi ya watu mbaya mara nyingi ni lango la kuona ndio linasumbua. Nimeona fulani, mbona hata hajanisalimia? Na sometime hajakuona. Kwa nini? Lango lako limetafsiri hivyo. Takupitisha kimaandiko utanielewa. Kitabu cha Mwanzo ile sura ya 3, lakini kabla hapo sikiliza hapa. Anasema inua macho yako sasa ukaone, ukatazame pande zote. Yaani macho, lango la macho linakupa kumiliki kila eneo utakaloona ni sahihi kumiliki kwako. Lakini anasema na nchi hii yote uionayo, yaani huwezi kupewa, lango linakupa kuona. Nchi yote uionayo nimekupa wewe na uzao wako hata milele. Kitabu cha Mwanzo sura ya 3 mstari wa 6. Mwanamke alipoona ya kuwa ule mti, nataka uone hilo neno, mwanamke alipoona. Kwa athari ya maisha, anguko la bustani ya Eden limeletwa na kitu kinachoitwa lango la kuona. Okay. Mwanamke alipoona ya kuwa ule mti wafaa kwa chakula, wapendeza macho, nao ni mti wa kutamanika kwa maarifa, basi akatoa katika matunda yake akala, akampa na mume, naye akala. Wakafumbuliwa macho wote wawili, wakajiona kuwa uchi, wakashona majani ya miti wakajifanyia nguo. Lango la kuona liliona vibaya. Adui alipitishia uharibifu. Maana nasema naye alipoona, yaani kabla ya kuruhusu lango la kuona litazame vibaya, alikuwa sawa. Kwa hiyo lango la kuona lina uwezo wa kupitisha mazuri, lakini hapo hapo lina uwezo wa kupitisha mabaya. Lango la kuona. Kuna watu maisha yao yameathirika kwa sababu ya kuona kwao.
Unakumbuka wakati Musa aliwatuma wale wapelelezi, tuwaite wapelelezi, in fact kwenda kuichunguza nchi ya Kanaani, walikuwa 12. Walipoenda kuichunguza, ukisoma vizuri kwenye kile kitabu cha Kutoka, walipoenda, maandiko yanasema walipokuja wale 10 wakamwambia Musa, kweli tumeingia kwenye ile nchi kuipeleleza. Wakaanza kuona walivyoona, wakasema tumewaona watu warefu, nazungumzia lango la kuona, tumewaona wanafeli, tumeona hivi, lakini mwishoni kabisa wakasema tuliwaona watu warefu kuliko sisi, na ile nchi na wala watu wanatoa vitu walivyoviona. Alafu mwishoni wakasema, alafu tukajiona nafsini mwetu kama mapanzi, na ndivyo walivyo. Sio kama unaona lango, kwamba lango la kuona linasema nilipoona nafsi yangu kama panzi, na lile lango lingine likaniona nami kama mapanzi. Kwa hiyo hatuwezi kwenda kuimiliki ile nchi. Kwa hiyo lango la kuona limeshindwa. Nimekwambia nafundisha somo gumu kidogo. Wakasema na sisi tukajiona mapanzi nafsini mwetu. Kwa hiyo lango la kuona limeshindwa kuona kama Mungu anavyotaka, limeruhusu mashaka, limeruhusu hofu. Yesu anamwambia Petro alipokuwa anatembea juu ya maji, kwa nini uliona shaka? Lango la kuona limemfanya aone shaka. I don't know kama unanielewa vizuri. Lakini Caleb na Joshua akamwambia Musa, ni kweli tuliona wanafeli, lakini kuna kitu kingine tuiangalie. Tumeiona ahadi ya Mungu ipo kwenye ile nchi. Kila mtu bila shaka na tupande tukatamalaki, kwa sababu Mungu ametupa. Lango la kuona la Joshua liliona neema ya Mungu, haikuona wanafeli. Kwa hiyo maisha yako yatakontroliwa na lango lako la kuona. Unaona nini? Macho yako yanaona nini? Maana ni lango lako hilo. Haleluya. Sasa ukisoma Yeremia sura ya 1 mstari wa 11 mpaka 12, Mungu anamuuliza Yeremia, unaona nini? Yeremia akasema, naona ufito wa mlozi. Kwa nini? Kuna kitu Mungu anataka aone, aruhusu lango la kuona, sio hicho. Haleluya. Kuna kitu ambacho Mungu alikuwa anataka aone. Naomba tuangalie lango la mwisho kwa siku ya leo. Tunaenda lango la ngapi? La 7, la 6? Lango la 6, kitovu cha mwanadamu. Kitovu cha mwanadamu ni lango. Utasema inakuwaje kuwa lango? Kawaida kitovu ni kiunganishi kati ya mtoto na mzazi au na mama. Kitovu ni kiunganishi kati ya mtoto aliye tumboni kabla ya kuzaliwa. Lakini namba 2, kitovu ni maisha ya mwanadamu ndani ya miezi 9 anapokuwa tumboni. Kitovu ni maisha, au kwa lugha nyingine, kitovu ni uhai wa maisha anapokuwa ndani ya tumbo. Kwa nini? Kitovu ndio kinamlisha mtoto kutoka kwa mama kupitia na kila anayemulikwa na anayezaliwa. Ndio sababu hichi kidole gumba ni kizito kuliko vingine, maana ilinyonywa tangu tumboni. Na ndio sababu kuna watoto mpaka leo wanatembea, wengine wamekuwa ni mababa wakubwa kama wewe, lakini bado ananyonya vidole. Ile tabia ya asili ya tumboni bado anahisi kama niko tumboni kwa mama. Haisio ushatoka kwenye tumbo la mama yako. Acha kunyonya vidole. Wengine wakaekewa plasta, wengine wamemaliza uzi sweta mpaka anamaliza, na kidole kimekuwa kubwa kwa sababu kilinyonywa miezi 9 yote. Mpaka unazaliwa mpaka leo bado unanyonya. Maana yake ile silika kumbukumbu ya tumboni bado haijakuacha. Utafikiri bado uko tumboni. Kitue mwenzako mwambie ulishatoka tumboni. Haleluya. Okay, turudi kwenye pointi yetu.
Kitovu ni muunganiko kati ya mama na mtoto, lakini kitovu ni maisha ambaye mtu anapozaliwa lazima atenganishwe na kitovu kati ya mama na mtoto, na kitovu kinatenganishwa sehemu mbili. Nimejaribu kuchunguza kidogo, ninyi mlioenda kujifungua mnajua kuna mahali panabanwa tap, kanakatwa alafu kanafungwa, kumaanisha hakuna uhusiano kati ya huyu mama na huyu mtoto kwa njia ya kitovu tena. Kwa lugha nyingine tunasema kitovu kinaunganisha maisha ya kale, maisha ya kale. Kwa tafsiri nyingine tunasema kitovu inaunganisha mila na desturi. Kitabu cha Ezekiel ile sura ya 16 mstari wa 4 anasema, na katika habari ya kuzaliwa kwako, siku uliozaliwa kitovu chako hakikukatwa. Kwa nini kitovu hakijakatwa? Hii inazungumza utamaduni wa mila, kwamba kitovu hakijakatwa maana yake muunganiko kwenye ulimwengu wa roho za mila na desturi na familia haijatenganishwa. Si umewahi kuona mtu anagombana na mama mkwe wake na ameokoka, amejazwa roho, kisa mama mkwe anagombania kitovu cha mjukuu? Hujawahi kujiuliza hicho kitu? Kabisa, mama mkwe anakuchukia, na kama kijana wake naye hajaokoka sawasawa, naye anajenga uhasama wa kuchukia. Anakwambia, kwa nini usimpe mamangu kitovu? Umewahi kujiuliza hayo maswali? Hii kitovu kinapelekwa wapi? Wengi hapa ningewasimamisha, kila mwanamke atakwambia mama mkwe alikuja kulinda kitovu cha mjukuu, na kama alija kulinda, mama mkwe aliuliza kitovu kiko wapi? Yaani hakuna kitu wanachokimendea mama mkwe kama kitovu, hata kuliko nywele. Na saa ingine wameokoka wanang'ang'ana na vitovu. Lazima ujue kuna agano la kitovu linalohitajika kufanyika, kuunganisha ile kitovu chako cha mtoto wako, kuunganisha na ibada ya mizimu. Okay, wangapi waliwahi kuulizwa hapa vitovu viko wapi? Nyosha mkono kama uliulizwa, hata kama mume wako yupo, hata kushtaki. Elisha, simama. Ngoja Elisha, unasikia vizuri? Bana, nafundisha kilicho sahihi. Huyu ni mwanaume, mke wake ni kabila lingine na yeye ni kabila lingine, ni makabila mbili tofauti. Tunakwenda pamoja? Sasa sikiliza, unajua saa ingine kuna vitu hata sitaki ziende hewani, lakini basi tu. Sasa yeye ndiye aliyemuuliza mke wake, kitovu cha mwanangu kiko wapi? How come? Kwa nini ulimuuliza? Tuko darasani. Kwa nini ulimuuliza? Good. Yeye ndo wa kwanza, na lazima kwenye utamaduni wa kwao huyu mwanaume anajua elimu ya vitovu, anajua. Na hata wao ambao umenyamaza, unajua, ulimuuliza mwali wako kitovu chako kiko, kitovu cha mtoto wako ulimuuliza. Kuna wengine hapo wanaogopa kuongea kwa sababu wako, lakini uliulizwa kitovu kiko wapi, na ikaleta ugomvi. Na hata saa ingine na wewe hicho kitovu kilitaka, umekaa umezunguka nayo, umefunga kwenye kitambaa, umeweka kwenye pochi, mara umeweka kabatini. How? Maandiko yanasema kitovu chako hakikukatwa wala hakitua chumvi. Maana yake unapohifadhi kile kitovu, hata kama kilianguka kilikatika, maana yake bado unaunganisha maisha ya familia yako na maagano ya vitovu.
Makabila mengine wanachukua vile vitovu wanaweka kwenda kwenye migomba, wengine wanaenda kuweka kwenye viungu fulani. Kuna viungu chungu imewekwa maalum kwamba wajukuu wote wa ile familia, vitovu toka Marekani iwekwe kwenye chungu. I don't know kama unachosema. Sasa kwa sababu kitovu ni lango linalounganisha kati ya familia, kitovu kile kama kikifanyiwa maagano inaweza ikaathiri maisha ya mtu. Na kitovu kama vile familia inavyoamini kuwa na maagano inaweza ikaathiri familia, watu wakagombana kwa sababu ya kitovu. Lazima ujue chochote kinachogombaniwa kuna kitu ndani yake, hakiwezi kugombaniwa. Ni pamoja na nywele za kwanza za mtoto. Kuna familia wanagombanaga kwa ajili hizo nywele. Mama mkwe anasema, nani amekupa ruhusa ya kumnyoa mjukuu wangu? Mimi ndio natakiwa kumnyoa. Why? Nikimnyoa mimi kwani haitaota? Maanake liko agano ambalo wanataka zile nywele za kwanza wafanyie nini? Agano. Sasa kama hauko sawasawa kiroho, ni rahisi kufungua lango la mtoto wako kutekwa na kutumikishwa kwenye madhabahu ya Mungu. Haleluya. Sijui kama utanielewa vizuri. Kuna watu wamekuwa mazezeta kwa sababu ya vitovu vyao vimechukuliwa. Wapo tu hawaeleweki. Kuna watu maisha yao yameathiriwa kwa sababu gani? Lango la kitovu lilishughulikiwa. Maana kitovu ni maisha ya mtu. Simama kwa miguu yako. Karabosheke.